Hello msikilizaji, karibu tena Visimulizi, na leo tuko na mwendelezo wa simulizi tamu, simulizi ya binti Chichi, binti ambaye anakabiliwa na kesi ya mauaji, ambapo mwenyewe anadai kwamba aliua ili aishi. Hii simulizi imewekwa kwa namna ya kipekee kabisa, kwa sababu mwandishi ameweza kutuelezea namna ambavyo alikuwa akipewa huu mkasa na binti huyu mdogo anayekabiliwa na kesi kubwa ya mauaji. Ni simulizi tamu sana. Binafsi nimeipenda mno. Basi leo nimekuletea sehemu ya pili. Na katika sehemu ya kwanza tuliweza kusikia baadhi ya mapito ambayo alikuwa amepitia dada yetu Chichi. Ikiwa ni pamoja na kustukia baadhi ya tabia za ajabu alizoanza kuzihisi kwa mpenzi wake Tony. Ambapo binti huyu aliamua kuanza kumpeleleza mpenzi wake huyu kimya kimya na kwa uoga sana. Kwa sababu huyu bwana kidogo alikuwa na mambo ya kutisha. Nisiongee sana. Twende tukasikie ilikuwaje baada ya Chichi kuanza kukagua nyumba ya Tony. Na katika harakati za Chichi kukagua nyumba ya Tony, anasema aliendelea kuviendea vyumba vingine ambavyo baadhi yao Tony huwa anavifunga kwa ufunguo. Kama nilivyotegemea havikuwa wazi, isipokuwa kimoja tu. Hiki kilikuwa na makabati mawili, kubwa na dogo. Dogo lilikuwa na miguu ya mbao iliyovalishwa matairi madogo ya plastiki, huku lile kubwa likiwa na miguu iliyosimama na kulifanya lisisogee hata kidogo. Na makabati haya yote mawili yalikuwa matupu. Ni kama chumba ambacho kilitoka kufanyiwa usafi muda mchache kwa ajili ya kumpisha mtu ambaye alihitajika kuhamia. Nilijitahidi sana kufungua milango ya drawer za yale makabati. Hayakuwa na karatasi wala kitu chochote kile ambacho kilikuwa kimewekwa. Sijui ni kitu kipi ambacho kilinishawishi kuvuta kabati dogo lenye matairi. Kwa sababu chini ya hilo kabati ndiko nilikukuta vitu vya kushangaza sana. Nilipovuta sehemu ya usawa lile kabati liliposimamishwa, ilikuwa imetapakaa vumbi sana. Ni kama vile lile eneo halikufanywa usafi kwa muda mrefu sana. Pia kulikuwa na picha mbili ambazo zilikuwa zimegeuka pande mbili tofauti. Moja uso wake ulikuwa umegeukia juu ya kabati na ile nyingine ilikuwa imejifunika. Kwa haraka haraka sana naweza kusema kwamba zile picha zilianguka kutoka kwenye shelf moja ya kabati. Kisha kwa nguvu ya upepo zikasukumwa chini ya ile kabati. Na kwa kuwa mwenyewe hakuwa na muda wa kulisogeza lile kabati, hakujua kama kule chini kulikuwa na picha. Nilizitazama kwa makini sana zile picha, na zote zilikuwa na sura ya wanawake ambao nilikuwa nawafahamu. Sikuwahi kukutana nao, lakini ni sura za wanawake wawili ambao walikuwa wakiwasiliana na Tony kwa ile miaka iliyopita. Nilishtuka zaidi nilipozigeuza nyuma. Zote ziliandikwa jina la mwanaume mmoja. Alikuwa jambo la kawaida kuliona jina la huyo mtu kwenye picha za wasichana wa mitandaoni tu. Lakini likanifanya nijiulize uhusiano uliopo kati ya Tony, wale wanawake pamoja na huyu mwanaume. Huyu mwanaume ni mwanajeshi, tena ni jenerali. Na kilichonitisha zaidi, huyu jenerali ni muasi. Kwa nini Jenerali Fabian Kasongo? Muasi ambaye analisumbua sana jeshi la nchi ya Kongo. Jina lake liwepo kwenye nyumba ya mfanyabiashara wa ardhi na nyumba. Na kwa nini jina hilo lisomeke nyuma ya picha za wanawake wa Instagram? Na hao wanawake kwa nini hawaonekani baada ya mawasiliano na Tony, mwanaume anayemiliki jina la huyo mwanaume muasi? Kwa kweli sikuwa najibu. Mbaya zaidi hata wakunijibu hakuwepo kwa kweli. Mwandishi anasema kwamba maelezo ya Chichi kwa siku hiyo yaliishia hapo. Na muda mwingine tena nilipopata nafasi ya kwenda magereza, nilifanikiwa kukutana na Chichi kama kawaida na maongezi yetu yaliendelea. Nikamuuliza kwani wakati yote yanatokea, Mama Chris ukuwahi kumwambia chochote? Akanambia sikusema kwa yoyote, kwa sababu sikuwa na uhakika na yote ambayo nilikuwa nikiyahisi. Mimi nilikuwa nikiongozwa na wasiwasi, wala haikuwa akili yangu. Nikamwambia nadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara sana kama ungemshirikisha, ili angalau usikilize maoni yake. Akasema ndio hivyo. Nilivyokuja kupata hilo wazo tayari nilikwisha chelewa. Haikuwezekana tena. Mwandishi anasema kwamba kufika hapa Chichi akajinamia tena. Nikaona mkono wake ukitua kwenye macho yaliyoanza kutoa machozi. Kichwani kwangu nikahisi kuna kitu ambacho kilikuwa kikimuumiza sana kila kikikumbuka. Hasa kuhusu Mama Chris, ambaye mpaka wakati ule sikujua yuko wapi na nini ambacho kimetokea hapo katikati kumuhusu. Mwandishi anasema kwamba kwa kuwa nilikusudia kuandika simulizi yote bila kuacha pointi yoyote,
Nilimruhusu Chichi aendelee kusimulia. Akasema nilitetemeka sana kila nilipofikiria kuhusu wale wanawake na huyu jenerali muasi. Kile kihoro kilichokuwa kikinitembea kwa kasi kikanifanya niumbe na kujibamiza mara kadhaa. Sikuwa na nguvu za kuendelea kuzitazama zile picha. Nikazirudisha kule kule chini bila kujali zilivyokuwa hapo awali. Nikatoka mbio na kurudi chumbani. Hapo nikatoa simu yangu nikaitazama, nisijue cha kufanya. Basi nikapata wazo la kumpigia Mama Chris, lakini nikajipinga kwamba kwa ule muda nilihisi labda angekuwa dukani amezongwa na wateja. Asingekuwa na muda wa kusikiliza upuuzi wangu na kuuelewa. Mawazo ya kuwa peke yangu bila mtu mwingine yeyote wa kunitoa ile hofu iliyokuwa ikianza kunitafuna yalizidi kunizonga. Nikapata wazo lingine. Wazo la kumuita Winnie. Winnie ni mdogo wangu ambaye ananifuatia. Nikawa nimemuita aje Dar es Salaam. Niishi naye kwa kipindi hiki kifupi mpaka pale nitakapokuja kujihisi kwamba niko sawa. Nikapiga simu kwa mama Kilimanjaro. Nilimsalimia mama kwa hofu sana. Nikamwambia shikamoo mama. Mama kabla hajanijibu kwanza alistuka. Akaniuliza nini shida mwanangu? Kuna tatizo? Yaani aliniuliza bila kuitikia salamu yangu. Aligundua hofu ndio nayo. Mimi nilifarijika kuona mama yangu aliendelea kunijali kwa nyakati zote. Licha ya kuwa naye mbali kwa kipindi kirefu. Nikamwambia kuna tatizo mama, lakini ni dogo tu. Sikujua namna ya kukielezea kile ambacho kilikuwa kikizunguka kichwani kwangu. Ikanibidi niongope tu. Mama akaniambia hapana Caroline. Kama lingekuwa dogo nisingekuwa naisikia sauti yako kwa namna hiyo. Nieleze nini shida mwanangu? Mama aliniuliza hivyo, na sauti yake haikujawa hofu tu, bali ilijaa unyenyekevu wa huruma na kujali. Nikamwambia naomba Winnie aje mama. Naomba aje kwa muda mfupi tu, alafu atarudi nyumbani. Kipindi chote hicho nilichokuwa nikiishi na Tony kama wapenzi, familia yangu kule Kilimanjaro haikuwa ikijua chochote. Kwa hiyo nikawa napiga hesabu kali sana za namna ya kumjibu mama kama angeniuliza chochote kuhusu kilichokuwa kikiendelea huku bila kumtaja Tony. Mwanangu, ni wiki 2 tu zilizopita nimewasiliana na Mama Chris. Mbona hajaniambia chochote kuhusu kuhitaji mtu mwingine? Umekorofishana naye nini mama wa watu? Na kwa mara ya kwanza kabisa nikaisikia sauti ya mama yangu kama imebadilika. Kutoka kuwa yenye kujali mpaka kuwa sauti ambayo imejawa na hofu na wasiwasi. Nikamwambia mama, sio kuhusu Mama Chris, ni kuhusu mimi mama yangu. Nahitaji mtu wa karibu wa kuzungumza naye. Na huyo mtu ni Winnie. Ni Winnie peke yake ndo anaweza kunielewa mama. Na kuomba. Mama kaniambia nithibitishie kwamba hakuna tatizo kati yako na Mama Chris Caro. Kwa maana nitampigia. Nikamwambia hakuna mama, niamini. Ni mimi tuna shida zangu nyingine. Nimsikia mamangu akiema kwa tuo. Akasema sasa Caro, Mama Chris amekupa ruhusa ya kumuita ndugu yako? Kwa sababu mimi hakuniambia chochote. Ili swali nilitegemea kutoka kwa mama. Na mimi tayari nilikwisha liandaa jibu lake. Nikamwambia Mama Chris alishanipangia pa kukaa mama. Na kwa sasa hivi mimi nafanya kazi dukani kwake. Sio mbali tena. Akanambia sawa mwanangu. Kila hilo la heri likufikie binti yangu. Nikamwambia asante mama. Kidogo nikawa nimepata ahueni. Mazungumzo yangu na mama yangu yakanipunguzia ile hofu niliyokuwa nayo kuhusu kuendelea kuwa peke yangu ndani ya nyumba hii kwa muda nisiofahamu. Winnie alikuja, alafu zikapita wiki kama 5 hivi za utulivu. Hakukuwa na chochote kile cha kunitia hofu, na hata yale mawazo ya kuhusu yule jenerali yalipotea kabisa. Kwa kiasi kikubwa sana Winnie alifanikiwa kuniweka sawa. Lakini licha ya utulivu wa nafsi yangu, kuna vitu ambavyo vilikuwa vikitokea sana pale nyumbani, ambavyo vilinifanya siku moja nimweke chini mdogo wangu Winnie. Kwanza Tony alikuwa na rafiki yake ambaye namfahamu kwa jina moja tu, la Beka. Huyu alikuwa ni dokta na alikuwa akimiliki duka kubwa la spare za magari. Na ndani ya ofisi yake kwa upande wa chini alikuwa na kituo kidogo cha afya. Hiki kilikuwa cha siri sana. Na watu ambao alikuwa akihudumia kwa siri sana. Hata mimi, mimba zangu 2 zimetolewa kwake. Tony hakutaka kabisa mimi nibebe mimba. Hakutaka kabisa hilo jambo. Sasa huyu Beka huyu hakuwa mtu wa kuja kwa Tony mara kwa mara. Na hata akija alikuwa si mkaaji sana. Akija anakaa dakika chache anaondoka. Lakini tangu amekuja Winnie, Beka hakuwa akikauka pale nyumbani. Mara nyingi sana alipenda kukaa naye. Eti kisa nilikuwa busy na Tony. Akasema kwamba naye anahitaji company.
Mambo ya Beka nilikuwa nayafahamu. Sasa nilipoanza kuona sielewi, nikaamua nizungumze na Winnie kwanza ili asije kuharibika nikiwa sijui chochote. Nikamwambia Winnie, mdogo wangu, kuna jambo silielewi kabisa. Nilimtazama kwa makini sana, na yeye hakukopesha macho kabisa. Ni kama vile alikuwa ashajua anachotaka kumuuliza. Akajiandaa kunijibu. Akaniuliza, jambo gani hilo dada? Nikamwambia kuna lolote ambalo linaendelea kati yako na Beka? Akasema ni mwanaume mzuri dada. Nikamwambia usitaki kuniambia kwamba hizi wiki chache tu tayari mshakuwa wapenzi. Akanambia hatujawa wapenzi dada, lakini tumefahamiana kwa muda sasa. Hatukuwahi kuonana tu. Nikabinua kope kumtazama vizuri mdogo wangu. Sikuwa nimeelewa vyema ile sentensi yake. Akanambia ndio hivyo dada. Ni rafiki yangu kwenye mitandao huko, na mara nyingi tumekuwa tukiahidiana tu kwamba tutaonana, lakini hatukuwahi kufanikiwa kuonana. Sasa uliponiambia kwamba nije huku, nikamtaarifu kwamba nakuja kwa ndugu yangu. Na kwa bahati kumbe mnafahamiana, afu wewe ni shemeji yake kwa Tony. Mdogo wangu alinijibu kwa kitabasamu bila wasiwasi wowote. Hakujua nini ambacho kilikuwa kikipita kichwani kwangu baada ya ile sentensi yake ya kusema kwamba walikuwa wakifahamiana huko mtandaoni. Nikaingiwa tena na hofu sana. Akili yangu ikafikiria tena. Ikaenda mbali zaidi, hadi kufikiria kwamba hata mimi na Tony kumbe hayakuwa mapenzi. Huenda walikuwa wakiwinda familia yangu kama ambavyo aliwawinda wale wanawake waliopotea mtandaoni kwa miaka kadhaa sasa. Na sasa tumeshaingia kwenye mtego. Kiufupi mimi nilimpenda sana Tony. Hata Winnie mwenyewe alishaingia penzini. Japokuwa alinikatalia kwamba hawakuwa wapenzi, lakini tayari walikuwa na mahusiano ya mapenzi. Nikapotelea mawazoni jamani, mawazo ya kuondoka kwenye ile nyumba. Lakini sasa anawezaje kumshawishi Winnie kuhusu kuachana na maisha ya mwanaume yule? Sikuwa na jibu la swali langu. Nijaribu kumweleza Winnie ukweli wote kuhusu Beka na mashaka nilionayo juu ya Tony. Mdogo wangu hakuonesha kukubaliana na mimi kabisa. Alichokuwa kikiamini yeye ni kwamba nilihitaji tu kumrudisha Kilimanjaro kama ambavyo nilimwahidi mama. Yaani yeye alikuwa anaamini kwamba mimi ninachokitaka ni kwamba arudi tu Kilimanjaro kwa sababu tayari nishakaa sawa. Jitihada za kumsimulia kila baya kuhusu watu wale ziligonga mwamba. Kwa sababu naye alikuwa na swali ambalo nilikosea jibu lake. Aliwahi kuniuliza siku moja, kama hawa watu ni wabaya kama usemavyo, kwa nini bado unaishi na Tony? Nikamwambia Winnie, mdogo wangu, amini ninachokwambia. Sitamani atukute mabaya tukiwa wote hapa bila jitihada zozote za kujiokoa. Akanambia dada, tunajiokoa kwenye nini? Kwani tumetekwa? Nikamwambia hapana. Akanambia tumefungwa huko ndani? Nikamwambia hapana. Akanambia tunanyanyaswa kwa namna yoyote ile ambayo labda hatuipendi? Nikakataa kwa kichwa tu. Akanambia sasa, kama majibu yote ni hapana dada, nini ambacho kinafanya uone kama hawa watu ni wabaya? Nikamwambia Winnie, uelewi chochote mdogo wangu. Nilisikitika kisha nikainuka kuiendea simu yangu. Nikaingia kwenye mtandao wa Instagram na kuanza kuwatafuta wale wanawake waliopotea. Kisha nikamuonesha kwa zamu, mmoja baada ya mwingine. Hawa ni kina nani? Na wana uhusiano gani na hiki ambacho tunakizungumza hapa? Aliniuliza hivyo mdogo wangu, lakini wakati nataka nianze kumsimulia angalau kwa uchache tu kuhusu kile ambacho kilitokea huko nyuma, mlango wa pale sebuleni ukafunguliwa. Kisha Tony akiwa na Beka wakaingia. Beka alikuwa kabeba fungu kubwa la maua ya waridi. Ni maua yaliyopendwa sana na Winnie. Hapo nikaelewa kwamba sikuwa na njia yoyote ile rahisi ya kuweza kumshawishi Winnie auone ubaya wa Beka. Mwanamke wangu, ile safari yetu imewadia. Kesho alfajiri tutondoka hapa kuelekea nchini Afrika Kusini. Tony alikuwa mtu wa kwanza kufungua mdomo wake baada tu ya kunisalimia kwa kumbatio matata. Mimi sikusema chochote, lakini kwa kiasi fulani hivi nilishaanza kuwa nikimuogopa. Nilitamani ile hofu niliyokuwa nayo ningemwambukiza Winnie ili angalau aone kile ambacho nilikuwa nikikiona kikija mbele yetu. Lakini mwenzangu aliamua kuchagua upande mwingine, akiamini kwamba Beka alikuwa akimpenda kimapenzi. Kiukweli sikujua tabia ya Beka kiundani sana kuhusu wanawake, lakini ule ukweli kuhusu kile kituo chake cha afya alichokuwa kikiendesha kwa siri ulinifanya nisiamini chochote alichokuwa akikifanya kwenye hadhara ya watu. Hata ile duka lake la spare za magari nilihisi kwamba lilikuwa ni sehemu ya kujificha tu. Nilitabasamu tu nikimtazama Winnie kwa namna ya kumsihi kwamba asiamini yale maneno. Lakini kwa bahati mbaya ni kama vile aliyasoma mawazo yangu.
akakazia kile kilichotangulizwa na Toni. Akasema, dadangu, umekuwa mwanamke mwenye bahati sana. Shemtoni akuoe tu ndio kilichobaki. Aliongea kama hivyo mdogo wangu. Akamaliza sentensi yake kwa tabasamu pana sana. Kisha akajilaza kabisa kifuani kwa Beka. Mkono wake wa kushoto ukayapeleka yale maua puani, akayanusa na kuvumba macho yake kwa hisia sana. Nilitamani niseme neno la kuyalaani yale aliyosema Winnie, lakini nilijizuia, nikaishia kutabasamu tu, huku moyo wangu ukinipiga kwa kasi sana. Basi nikafungua mlango nikampongeza pia, japokuwa moyo wangu haukuwa ukimaanisha kabisa. Hata wewe una bahati mdogo wangu kuwa na mwanaume kama Shembeka. Ni wengi sana waliowakataa na kukuchagua wewe. Toni aliniandalia zawadi maalum kwa sababu ile siku ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Mwenyewe sikuwa nakumbuka. Kwa zile ekaeka sikuwa na uwezo wa kukumbuka kitu kama kile muhimu. Na kwa kuwa leo ni siku yako maalum, Karo kipenzi changu, naomba nikupe zawadi na nikuombe uwe mke wangu. Toni alishusha mwili wake na kuliweka goti lake moja chini. Afu akatoa pete kwenye mfuko wa koti lake alilokuwa amevaa. Akaniambia kwa sauti iliyojaa upole na unyenyekevu sana, Karo, will you marry me? Nilipatwa na kigugumizi cha ghafla. Kwa sekunde kadhaa dunia yangu ilizimika kabisa na kuwa mahala nisipopatambua kabisa. Nikahisi kama nilikuwa nikiota. Kila nilipokuwa najaribu kufikiria ile sentensi, nilikuwa nikijiliwa na fikra mbili ambazo zilikuwa zinakinzana. Moja ilinikaribisha kwenye ahadi niliyopewa siku niliyopokea ujumbe kule Instagram. Na ya pili ilikuwa ikinitahadharisha na kunikumbusha kuhusu wale wanawake waliopotea baada ya mawasiliano na mwanaume huyu aliyekuwepo mbele yangu muda ule, akiniomba nikubali kuwa mke wake. Ubaya ni kwamba zile kumbukumbu za wale wanawake zilikuwa zikinijia na tukio kama hili nalofanywa mimi. Taswira zao wote zilikuwa zikifurahia walipotamkiwa maneno kama haya kutoka kwa Toni, bila kujua kwamba ndo walikuwa wakijichimbia makaburi yao ya mwisho. Kama ambavyo mimi mwenyewe sikuwa nikijua kilichokuwa kikininyemelea na nilichotokea ukifanya siku ile. Maskini mimi. Umetumia dakika nyingi sana, muda umeisha. Mwandishi anasema kwamba hii siku hakuwepo afande ambaye alikuwa amemzoea, afande Kispika. Alikuwepo mwingine mwenye wajihi uliokosa usingizi kwa muda. Zile sare alizokuwa amezivaa zilimuonesha kwamba alikuwa kazini kwa siku zaidi ya moja. Alichoka sana. Nikamwambia namalizia tu afande tafadhali. Akasema, brother, huu ndo ugali wangu. Na siku 4 niko Lindo. Nimepigwa gadi, nimechoka hatari. Nina usingizi na sijisikii kuanzisha vurumai lingine lolote. Mwishowe nikaongezewa siku za kukaa kwenye chemba za mikojo mimi. Ondoka haraka. Jamaa alinifokea kwa sauti iliyojaa ghadhabu na hasira sana. Kwanza alikuwa anatisha. Ule muonekano wake ulinifanya nimtambue kwamba ni mtu ambaye hakuwa na masiara hata kidogo. Nilipomtazama Chichi naye alionekana kunyongea sana. Na uso wa Chichi ni kama ulikuwa ukiniambia jambo. Nilipomtazama kwa makini nikagundua kwamba ni kweli alikuwa akiniambia niondoke. Japokuwa kwa ishara ya macho tu, lakini nilimuelewa. Nikaipata picha ya namna askari wa siku ile alivyo. Alikuwa akiogopa sana. Na si ajabu aliambiwa nijie mimi, kwa sababu mara kadhaa sana nimekuwa nikimsumbua sana afande Kispika kila alipotaka niondoke. Siku ile sikuambiwa sana. Taratibu nikaondoka zangu ili kuepusha shari. Lakini kwa mara nyingine tena kama kawaida nilipata nafasi, nikaweza tena kumtembelea Chichi magereza. Nilipofika sikutaka kupoteza muda. Moja kwa moja Chichi aliendelea kunisimulia. Akasema nilimkubalia Toni anivalishe pete ya uchumba. Sikumkubalia kwa mapenzi yangu, bali ni kwa hofu na mazingira alionibana. Sikujua kwamba labda wale wanawake wengine walikumbwa na hali kama yangu, na wala sikujua kama hata wao waliahidiwa kupelekwa Afrika ya Kusini kama mimi. Bali nilichokuwa nikikihisi mimi kwa asilimia kubwa sana ni kwamba wale wanawake walifanikiwa kumuona yule jenerali muasi. Pengine walikutanishwa kwa lazima ama kwa hiari yao, lakini upo uhusiano kati yao na jenerali muasi kupitia kwa Toni. Nilijiandaa kwa safari, kichwani nikizungukwa na maswali chungu nzima, na yote hayo hayakuwa na majibu. Usiku wa siku ile ile tulitoka watatu, mimi, Toni na Shembeka. Tukaenda hadi kule kwenye chumba cha huduma za afya cha Shembeka. Huko tukamkuta mtu mwingine mmoja, alikuwa ni mwanaume, anaitwa Kazenga.
ndivyo nilivyotambulishwa. Kazenga aliponiona tu alitabasamu. Wala sikujua ni kwa nini. Ila ni kama mtu ambaye alikuwa anajua taarifa za ujio wangu eneo lile. Hakujua kama lile tabasamu lake lilinizidishia hofu niliyotoka nayo huko nilikotoka. Nikakalishwa kwenye kiti. Kisha nao wote wakakaa viti vya jirani, isipokuwa Kazenga tu. Yeye alikuwa na harakati ndogo ndogo za hapa na pale. Nikamgeukia Toni kwa hofu sana. Akaielewa hofu yangu, akanishika mkono na kuanza kunipapasa kimahaba. Akanambia, usijali Karo wangu. Tumekuja kuchukua nyaraka zako za kusafiria tu. Kwanza nikashangaa. Nyaraka za kusafiria tunachukuaje kwenye kile chumba? Wakati najua kabisa kuna taratibu za idara ya uhamiaji tulipaswa kuzifuata. Nikapata shaka nyingine kwamba huenda pale hapatolewi huduma za afya tu, bali pia kuna magendo mengine ambayo yanafanyika kwa siri. Nyaraka za kusafiria? Nikauliza. Ubaridi ukazidi kushika kasi mifupani mwangu. Zilishaandaliwa, tumekuja kuzifuata tu. Alinijibu hivyo Toni huku akiendelea kuisoma akili yangu. Nikaitikia kwa kichwa tu kumkubalia. Kisha nikajiweka mkao wa kusubiri hizo nyaraka zilizosemwa. Kile chumba kilikuwa na chumba kingine cha mbao, yaani chumba ndani ya chumba, ambacho hicho nacho hufanyika huduma tofauti za siri. Na hata Kazenga harakati zake zilikuwa ni za kuingia na kutoka kwenye kile chumba. Huku sisi akituacha pale pale tumekaa. Wote tulibaki kimya kwa muda, huku Kazenga akiendelea na harakati zake. Na mimi muda huo nikautumia kuzungusha macho yangu kutoka kwenye kona moja hadi nyingine, mle chumbani. Vitu vilipangwa kwenye mpangilio maalum na msafi sana. Kila kitu kilikaa mahala pake, ambapo kulikuwa na lebo maalum iliyokuwa imeandikwa kwenye vitu vinavyopatikana kwenye eneo husika. Mpangilio huo ulitiwa dosari na begi moja kubwa lililokuwa chini. Ni kama vile lile begi liliandaliwa kwa ajili ya safari ndani ya muda mfupi uliofuata. Nilipotazama kwa makini, nikagundua kwamba ile zipu yake haikuwa imefungwa vizuri. Niliona pachipachi ndogo sana, ambayo hata hivyo haikuniwezesha kuona vitu vilivyoko ndani ya begi. Nikatamani nivione vilivyomo, lakini haikuwezekana ukizingatia kwamba nilikuwa na watu waliokuwa wapo makini sana na mimi muda wote huo. Nikasimama huko nikijifanya kujinyoosha. Lengo langu lilikuwa ni kutafuta kingine cha kunitia shaka, hata kama sitoweza kufanya chochote. Kitendo cha kusimama kikawainua wale wanaume kwa kasi sana, Toni na Beka. Afu Toni akawa wa kwanza kuzungumza. Hey Karo, hapa tulipo panahitaji utulivu sana. Hatupaswi kuonekana wasumbufu hata kidogo. Kuonekana wasumbufu? Kivipi? Hakunijibu nilivyomuuliza hivyo. Nikamwona kama akijiumauma sana kulitafuta jibu la kunipa. Nishajua kwamba chochote ambacho angekisema muda ule kingekuwa ni uongo. Eti Toni, tuonekana wasumbufu kwa nini? Nikarudia swali langu nikiwa na uhakika wa kutokupata jibu. Hali ya ukimya na kutazamana ikatamalaki. Mimi niliwageukia Toni na Beka, huku wao wakinitazama mimi. Kipindi hicho nikasikia sauti ikitokea nyuma yangu. Tayari. Hii ilikuwa ni sauti ya mwisho kabisa kuisikia ndani ya kile chumba. Kwa sababu nilipogeuka tu kuifuata ile sauti, ambapo nilijua kwamba ilikuwa ni ya Kazenga, nikahisi kitu kikinipitia shingoni mwangu. Sikujua nani aliyenichoma kati ya Toni na Beka, lakini nilikumbwa na giza zito sana usoni. Sikuweza kuona chochote. Nilikuja kufungua macho yangu nikiwa sehemu tofauti na kule. Sikujua kama ilikuwa ni Afrika ya Kusini ama ni wapi, lakini ilikuwa ni ndani ya chumba kisafi, kwenye jumba moja kubwa sana. Ndani ya hiko chumba tulikuwa wawili. Alikuwepo mwanamke mwingine aliyevalia tofauti na mimi. Huyu mwanamke alikuwa mrembo sana. Alionekana kuwa mtu mzima, japokuwa kwa jinsi alivyokuwa ameumbika, yeyote angethubutu kusema kwamba yule mwanamama alikuwa ni kijana wa miaka 28 mpaka 35 hivi. Mavazi aliyokuwa ameyavaa hapo tulipokuwa yalinifanya nimtambue kwamba alikuwa ni dokta. Alikuwa akisubiria nifumbue macho tu ili aanze kunisemesha chochote alichokihitaji. Oh, Caroline. Umeamka? Swali la kwanza kabisa nikamuuliza niko wapi. Akanambia usijali, kila kitu kiko sawa. Nikamuuliza hapa ni wapi? Nirudia swali langu baada ya kuona sijibiwi hapo mwanzoni. Akanambia upo kwenye moja ya safe houses za Generali. Kusikia hivyo nilishtuka sana.
Nikajiinua pale nilipokuwa nimelazwa kisha nikakaa vizuri. Jenerali? Yupi? Na kwa nini niwe safe house? Niliuliza kwa mpigo. Akanambia ni ngumu kuelewa Karo, lakini natamani nikusaidie, japokuwa sijui ni aina gani ya msaada utakaokufaa. Unisaidie? Kwani kuna tatizo gani dada? Na Toni yuko wapi? Na Shembeka je? Akanambia Karo, hao unanitajia mimi wote siwafahamu. Hapo umeletwa na mganga wa kienyeji, anaitwa Nzala. Nzala? Mganga wa kienyeji? Mbona sikuelewi we dada? Nilikuwa na hao watu nilokutajia na tulikuwa Tanzania, japokuwa sijui hapa ni wapi. Yule dada akatabasamu. Pengine hakuwa akinielewa na hata mimi mwenyewe sikumuelewa kabisa. Lakini akanambia sikia Karo, hapo upo kwa kazi maalum. Hii ni nyumba isiyojulikana ilipo na mtu yeyote yule, isipokuwa jenerali na huyo Nzala tu. Hata mimi nimeletwa hapa kwa namna ulioletwa wewe. Mpaka leo hii sijui nipite wapi ili nitoke nje ya hii nyumba. Nikamuuliza umesema kazi maalum. Kazi gani hiyo? Akanambia ukiwa na bahati unaweza ukapewa kazi inayofanana na ya kwangu. Ama la uishie kama walivyoishia wanawake wengine. Nikauliza kivipi? Hofu na mchecheto ulionijaa vilizidi kuongozana mpaka kwenye milango yote ya fahamu. Vinyweleo vikaanza kunisimama kwa hofu sana. Nikiendelea kumuuliza, na wewe ni nani? Na kazi yako ni ipi kwangu? Akanambia mimi naitwa Zinduna, almaarufu kama Zindi. Natumai utakuwa unanifahamu. Zindi? Yule aliyekuwa amesiupanga? Niliuliza kwa fadhaa. Na yeye alikubali kwa kutikisa kichwa chake. Nilikuwa nikimfahamu huyu mwanamke. Ni miongoni mwa watu nilikuwa nikiwafuatilia sana Instagram, kwa sababu nilikuwa nikipenda sana masuala ya urembo. Zindi alipotea kwenye macho ya watu kwa takriban miaka 8 hivi. Hakuna aliyekuwa na habari zake zozote, na hata waandishi wa habari walipojaribu kuwasiliana na familia yake hawakupata majibu ya uhakika kuhusu alipokuwa, kwa sababu hata wao ndugu zake walitafuta mpaka wakachoka na kuamua kushukuru tu Mungu. Kumbe alikuwa kwenye lile jumba, na kwa mujibu wa maneno yake alifikishwa kwenye lile jumba kama mimi. Hiyo ilimaanisha kwamba Zindi alitekwa kwa miaka hiyo yote aliyokuwa amepotea. Sasa imekuwaje amekuwa daktari wakati ni mwanamitindo? Nilijiuliza mwenyewe, na yeye akanipa jibu kama vile alikuwa akinisikia nilipokuwa nikijiuliza. Akanambia kitaaluma mimi ni muuguzi. Niliingia kwenye urembo kwa sababu nilikuwa nikipenda sana masuala ya urembo. Nikiwa kwenye kilele cha mafanikio na umaarufu ndani ya jiji la Dar es Salaam, nilifuatwa na mwanaume mmoja kwa ahadi ya kunioa. Alikuwa ni mtu mzima na mwenye maisha mazuri tu, na alionyesha kunihitaji, na mimi nilitokea kumpenda. Kwa hiyo sikuona haja ya kumkatalia. Basi hapo nikajikuta nimeletwa huku, na ule mwanaume sijamuona mpaka leo. Alinyamaza kidogo. Mimi nikajikuta natamani kusikiliza story yake kwa sababu ni kama nilitaka kufanana na ya kwangu. Lakini kabla hajaendelea, tayari akilini nishaelewa kwamba Toni na wenzake walikuwa kwenye biashara chafu ya kusafirisha binadamu. Nikaendelea kumsikiliza Zindi. Akasema niletwa huku kuja kwa kiburudisho cha waasi. Lakini haikuwezekana kwa sababu nilikuwa mjamzito wa miezi 2, na mbaya zaidi nilipimwa na kugundulika kwamba nilikuwa na virusi vya ukimwi. Na hapo ndipo wakaamua wanifanye kuwa muuguzi ambaye siruhusi kuona mwanga wa jua uliopo nje ya jumba hili. Donge kubwa sana lilinasa kooni. Maneno yakawa hayataki kutoka. Nikashikwa na kigugumizi cha ghafla. Humu unahudumiwa kwa kila kitu. Dawa, chakula, malazi. Lakini kwa kuuza kitu cha thamani sana, nalipwa yote hayo kwa gharama ya uhuru wangu. Sasa mpaka hapo nilielewa ni kwa nini Toni alikuwa hataki nibebe ujauzito. Kwenye hizi biashara zao hakutakiwa mwanamke ambaye anatarajia kulea. Na kingine, Zindi angekuwa ni mfanyakazi wa ngono kama tu afya yake ingekuwa salama. Lakini kwa sababu alihofia afya ya waasi wenzao, wakamwacha afanye kazi zingine. Hii ilimaanisha kwamba hata mimi mwenyewe ningepimwa, na kama ningekuwa salama, basi moja kwa moja ningeingizwa kwenye hiyo biashara, nikiwa kama bidhaa ya ngono kwa waasi. Mungu wangu, ni nini hiki ambacho nakipitia? Niliumia sana kuona mitandao ya kijamii iliponifikisha. Nikafikiria kumbe huenda si kila mtu ambaye ametoweka ghafla kwenye mitandao ya kijamii kwamba kapenda.
Wapo ambao wamekumbwa na madhila kama mimi, Zindi pamoja na wale wanawake wengine ambao niliona picha zao nyumbani kwa Tony, huku dunia ikiwa haijui chochote. Mimi sikuwa na shaka kwamba hata hao walifikishwa kwenye hii nyumba na huenda walishauawa baada ya kazi ambayo iliwapeleka kule kuisha. Sasa nikabaki na maswali machache tu. Huyo Nzala ni nani? Wakati kumbukumbu yangu iko vyema kabisa kwamba sikuwahi kukutana na mtu mwenye hilo jina. Basi pengine anatumia jina tofauti. Sasa ni nani mwenye hilo jina la Nzala, ambaye ndio mganga wa kienyeji kati ya Tony, Shembeka na Kazenga? Ubaya ni kwamba majibu ya maswali yote hayo nilipaswa kuyapata kutoka Zindi, ambaye ameshaniambia kwamba hao niliwataja wote hawafahamu. Nikaona niwaulizie wale wanawake kwa sababu kimahesabu Zindi alikuwepo kwenye ile nyumba kwa miaka 8. Maana yake aliwapokea wale wanawake kama ambavyo amefanya kwangu. Nikamwambia Zindi kwamba kuna wanawake ambao sifahamu majina yao, lakini wote tumerubuniwa na mwanaume mmoja, wanatokea Tanzania na wao walikuwa maarufu kidogo kule Instagram. Zindi alicheka huku akinitazama kwa huruma sana. Nilielewa kwamba hakuweza kuwafahamu niliowaulizia kwa sababu tayari ameshapokea wanawake wengi tofauti. Na sio rahisi kumfahamu kila mmoja bila jina. Lakini nilikumbuka kwamba Zindi aliniita kwa jina langu nilipoamka tu kutoka kwenye ule usingizi wa kutisha. Nilitaka tu kufahamu kwamba Zindi alinifahamu mimi vipi na yuko pale kwa lengo gani. Ulifahamu vipi jina langu Zindi na wakati sikukutajia? Na upo hapa kwa ajili ya kunifanyia nini? Akanambia jina lako liko hapo kwenye hizo nguo ulizovalishwa. Ndio nikajitazama vizuri sasa. Nikagundua kwamba ni kweli jina langu lilibandikwa kwenye nguo mpya ambazo nilikuwa nimevalishwa pale kitandani. Akaendelea kusema. Akanambia na nipo hapa kwa ajili ya kuchukua sampuli ya damu yako kwa ajili ya vipimo. Zindi, nakuomba unisaidie nitoke huko tafadhali. Kiukweli habari za vipimo zikanichanganya kabisa. Nikajiona kabisa nipo kwenye hatua ya mwisho ya kuwa chombo cha starehe kwa waasi. Nina miaka 8 umkaro. Sijawahi kuliona jua. Sijui napitia mlango upi ili nitoke nje. Kama ambavyo mimi nimeshindwa kutoroka pamoja na kuruhusiwa kutembea sehemu moja kwenda nyingine ndani ya hii nyumba, basi ndio hivyo hivyo ninavyokosa namna ya kukutoa humu. Nikamuuliza sasa unanisaidiaje? Akanitazama kwa macho ya huruma sana, afu akaitazama na sindano yake. Akanambia namna pekee ambayo naweza kukusaidia ni kupitia hii sindano tu. Unamaanisha uniambukize virusi? Hapana. Kwa nini usitumie damu yako kuaminisha kwamba ni ya kwangu? Akaniuliza unadhani hawana akili? Kila nikija kufanya vipimo vya damu kwa kila ambaye analetwa humu ndani, na mimi nachukuliwa damu yangu kwa ajili ya kufananisha makundi ya damu. Lazima yatofautiane. Yakifanana tu wanajua kwamba damu hiyo ni yangu na hawatafikiria tofauti. Kiukweli maelezo yake yaliniumiza sana moyo wangu. Nikajikuta nikiangua kilio kizito sana. Sikujua cha kufanya ili kujiokoa. Mtu pekee ambaye angekuwa msaada wa kuniokoa pale ni huyu aliyekuwa na njia moja tu ya kuniepusha na kazi ya udhalilishaji ambayo nilipelekwa kuifanya. Lakini vipi kuhusu kutoka kabisa? Hiyo ilikuwa ni ndoto yenye kila dalili ya kuishia usingizini. Nililia sana. Nililia mno, nikamkumbuka mama yangu ambaye nilimwacha Kilimanjaro akiwa hana msaada wowote. Nililia nikiwakumbuka wadogo zangu, hasa Winnie, ambaye mpaka muda ule hakunitafuta wala sikujua yuko wapi na anafanya nini. Dalili zote zilionyesha kwamba tayari nimeshamwongeza mdogo wangu kwenye mtego wa wanaharamu. Nilijipekua kuitafuta simu yangu ili angalau niwatafute watu wangu, lakini sikuiona. Ukweli ni kwamba kwanza kabisa sikuwa Tanzania. Kwa hiyo nisingeweza kuwapata kwa kutumia kadi ya simu zile za nchini kwetu. Lakini pili, nguo nilizovalishwa ni mpya. Mahali nilipokuwa sipajui. Hii ikaotesha fahamu ya kwamba hata simu yangu ishachukuliwa. Sasa nawasiliana nao vipi? Hakukuwa na njia yoyote. Na wao, Jenerali Muasi pamoja na wenzake ndivyo walivyotaka hivyo. Hawakutaka nipate mawasiliano na mtu yoyote yule. Basi mpaka hapo Dachichi alivyokuwa akimuelezea mwandishi wetu, ikabidi mwandishi amuulize. Akamwambia kwa hiyo hukujua kabisa ni wapi ulipokuwa? Anasema nilimuuliza huko nikimtazama kwa makini. Akanambia ndio. Nilikuja kufahamu baadaye sana wakati nilipofanikiwa kutoka.
Nikamuuliza vipi kuhusu Zinduna? Kwa nini amebaki? Aliniambia yeye anapaswa kubaki kule ili awasaidie wengine kama alivyofanya kwangu. Nakumbuka aliniambia kwamba msaada pekee aliokuwa nao Zinduna ulikuwa ni kukuambukiza virusi kupitia ile sindano yake. Kwa hiyo kabla sijamaliza kuuliza tayari yule afande ambaye nilikuwa nimekutana naye mara ya mwisho alishaanza kujiongea. Muda ulikwisha yoyoma na sikutakiwa kuwepo mle ndani ya gereza. Basi nikajiokoteza pamoja na kuchukua vitu vyangu kisha tukaagana na Chichi. Nikaondoka kichwani kwangu nikiwa na mpango wa namna ambayo ningeweza kuipanga riwaya yangu. Mwandishi anasema kwamba nilipata nafasi tena ya kumtembelea Chichi gerezani na simulizi ya Chichi iliendelea kama ifuatavyo. Alisema ilipita miezi 6 ya giza. Sikuwa na tumaini wala uwezo wa kutoka. Kilifika kipindi nikakubaliana na kila ambalo lilikuwa likiendelea mle kwenye ile nyumba. Kama ilivyokuwa kwa Zinduna, na mimi sikufanikiwa kujua mlango wa kunifikisha sehemu ambayo ningepafananisha na nje. Kila kitu kiliishia ndani ya nyumba. Nililetewa watu ndani. Wapo ambao walikuja na mavazi yao ya kijeshi na wapo ambao walikuja kama raia. Niliendelea kulia na kumuomba Mungu anishushie muujiza wowote wa kuniokoa. Na kwenye kipindi chote hicho mimi sikuwahi kabisa kuiona sura yoyote ambayo naifahamu. Si Toni, si Shembeka wala si Kazenga, wala yule jenerali ambaye nilishia kumuona tu kwenye picha. Kiufupi sikuwa na yoyote ambaye natakiwa kumtegemea kwa kumuonesha huruma. Siku moja Zinduna alinijia akiwa na wasiwasi sana. Aliingia ndani ya kile chumba changu akiwa anatetemeka sana. Na hofu aliyokuwa nayo ilijionyesha dhahiri machoni kwake. Nikamuuliza, Dazindi vipi? Mbona unanitisha sasa? Akaniambia nahisi kuna kitu kinaenda kutokea na wasiwasi sana. Nikamwambia niambie tafadhali, unazidi kuniogopesha. Nadhani wanaenda kukufanyia kama walivyofanyia wengine. Nimewasikia wakiongea. Nikasema wanataka kunifanya nini? Niambie dada yangu, naogopa. Akaniambia sijui wanataka kukufanya nini, lakini wanataka kukutoa hapa kama walivyowatoa wengine huko nyuma. Kwanza nikashusha pumzi nzito sana. Afu nikamtazama usoni kwa sekunde kama 10 hivi bila kusema lolote. Nikamuuliza umasikia wakisema nini dada? Sauti yangu sasa ikatokea ule utetemeshi. Yaani nilikuwa na hofu sana. Nikajikuta navaliwa na ujasiri ule unifanya nihisi kama hakukuwa na jambo lolote la kutisha. Akaniambia nimemsikia jenerali akiwaambia wageni wake kwamba muda wako umefika. Kwa hiyo upaswi kuwa hapa tena. Nikamuuliza wageni wake unawafahamu? Umewaona? Akaniambia wengine siwafahamu, lakini yupo Nzala, yule mganga aliyekuleta. Ghafla nikavaliwa na hamu ya kutaka kumjua huyo Nzala. Mganga wa kienyeji aliyesemekana kwamba ndiye aliyenileta. Nikasimama. Taratibu nikaanza kujiongea kuelekea mlango. Zinduna akanizuia kwa kunishika mabega. Akaniambia subiri kwanza Karo. Nikamwangalia kwa jicho la kugoma kumsikiliza. Akaniambia naogopa kukuzuia kwa hilo unalotaka kulifanya, kwa sababu sijui kitakachotokea kama ukichukuliwa na hawa watu. Maana sijui nini ambacho kimeendelea kwa waliotangulia kabla yako. Lakini sasa Karo, sijui namna nzuri ya kukusaidia kufanya hilo ambalo unalotaka wewe kulifanya muda huu. Nikamwambia dada, najua huna namna nyingine ya kunisaidia. Najua. Lakini ninachokuomba ni kitu kimoja tu. Unionyeshe njia ya kumfikia Nzala. Nataka nimfahamu huyo mtu. Yeye ndiye anayeweza kunitoa mimi hapa. Zinduna akanitazama kwa muda sana. Lile jicho alilonitupia lilibeba tafsiri ya huruma kubwa sana aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akaniambia subiri hapa dakika moja. Nenda kuangalizia mazingira. Nikamwitikia kwa kichwa. Nilimkubalia kile alichoniambia. Zinduna akatoka kuelekea kule aliposema kwamba aliwaona jenerali akiwa na mgeni wake Nzala, mganga wa kienyeji. Alirudi baada ya dakika chache, alafu akanishika mkono na kuanza kuniongoza kwa tahadhari sana. Baada tu ya kutoka ndani ya kile chumba ambacho nilikuwepo, tulitokeza kwenye korido ndefu sana. Hii korido ilikuwa imepambwa kwa kuta zenye mapambo ya kung'aa sana. Mapambo yaliyotufanya tujione wenyewe kana kwamba tulikuwa tukijitazama kwenye kioo. Nyuma ya kile chumba kilichotokea kulikuwa na ukuta ambao umefungwa kwa kioo kikubwa sana. Hiki kioo kilikuwa kikikusanya taswira zote
zilizokuwa zikionekana kwenye ile korido ya kung'aa. Yale mazingira yalifanya eneo lile liwe gumu sana kulielewa kwa mtu yoyote yule ambaye si mwenyeji kama nilivyokuwa mimi. Nilishatumia miezi 8 ndani ya ile nyumba kubwa, lakini sikuwahi kabisa kutoka ndani ya kile chumba chenye vitu vyote vya msingi vinavyohitajika na binadamu. Ukiondoa chakula na matibabu ambavyo mara zote Zinduna ndiye alikuwa akihusika navyo. Ile milango iliyokuwa pale koridoni mingi haikuwa halisi. Ni alama tu zilizokuwa zimewekwa kama urembo, huku zikifanya kazi nyingine ya kumchanganya kila mtu aliyeingizwa ndani ya ile nyumba. Wakati Zinduna akinipeleka kule nilipokuwa nahitaji kupelekwa, kichwani kwangu niliendelea kuweka alama ambazo baadaye nilipaswa kuzikumbuka. Zile alama zilipaswa kubaki kwenye kumbukumbu zangu tu, na si pale ukutani wala mahala pengine. Pengine unaweza kujiuliza, imekuwaje nyumba kubwa kama ile inakosa hata mlinzi wa kuchunga mienendo ya wanaoishi mle? Dazindi, humu hakuna kamera za CCTV. Naogopa tukionekana. Nakumbuka nilimuuliza. Akaniambia sijui Karo, sijawahi kuziona. Lakini hata hivyo, upasi kuiogopa tu inakupeleka kwenye ukombozi. Tumeshavulia nguo maji. Tunapaswa tujiogeshe kwa namna yoyote ile. Alinijibu kwa sauti ya kunong'oneza, huku akiendelea kujiongea. Kisha wote tukasimama. Pale tuliposimama ni hatua 10 tu kutokea mwisho wa korido iliyokuwa imeungana na sebule pana. Ule ukimya uliotanda eneo lile ulitufanya tukumbwe na bumbuazi. Ni kama vile hata Zinduna mwenyewe hakuamini kama kungekuwa vile tulivyopakuta. Kwa sababu kwenye ile sebule pana ndipo alipoacha hao watu waliodai kwamba walikuwa wakizungumza. Akaniashiria nisimame pale ili yeye asogee mbele kutazama kule ambapo tulipokuwa tukienda. Lakini ghafla akaduaa. Kule kuduaa kukanitamanisha kutazama mbele yake ili kuona kile alichokuwa akikutana nacho. Kwanza niliuona mkono uliovaa combat ya jeshi ukitangulia, halafu ukaja mwili mzima. Kwa mara ya kwanza kabisa nikaiona sura ya Jenerali Muasi ikitutazama kwa ghadhabu sana. Ubaridi wa hofu na kiroho kanitambaa mwilini. Nikiwa bado nimepigwa na ubaridi wa bumbuazi, kule mbele yangu akatokea mtu mwingine ambaye bila shaka ndo alikuwa akizungumza na Jenerali Muasi. Pamoja na kwamba alinitazama mara moja tu kisha akaendelea na safari yake ya kuelekea mlango mwingine, bado niliweza kuifahamu sura yake. Alikuwa ni yule daktari wa Shembeka. Kazenga huyo. Kazenga? Kwani Zinduna, ulisema kwamba jenerali alikuwa akizungumza na Nzala, mganga wa kienyeji? Nilimuuliza kwa mshangao. Akanambia ndio. Alafu akasema kwamba huyu mganga wa kienyeji ndio aliyenifikisha mimi kwenye ile nyumba. Kiukweli Zinduna alinijibu huku akinitazama kwa jicho la kuhitaji kunikumbusha kuhusu hilo. Ina maana Kazenga alitumia majina tofauti kwenu na kwa jenerali? Akasema ndio, na mpaka leo sijafanikiwa kulijua jina lake halisi. Mwandishi anasema kwamba mazungumzo yangu na Caroline, yani Chichi, kila siku yalikuwa yakibeba sura mpya, kunitaka niendelee kukutana naye na kuzungumza naye. Hata siku hii baada ya kupata habari ya kushtua kidogo kuhusu Kazenga, ambaye mwanzoni nilimfahamu kama daktari, lakini baadaye nikaja kumfahamu kwamba alikuwa ni mganga wa kienyeji, tena mwenye jina lingine la Nzala. Tena mwenye jina lingine ambapo anaitwa Nzala. Siku ile iliisha nikiwa nimebaki na maswali juu ya ukweli kuhusu Tony na Beka. Wao ni wakina nani hasa? Namshukuru Mungu, kwa mara nyingine tena nilipata nafasi ya kukutana na Caroline na akaendelea kunisimulia. Akasema mshtuko niliokuwa nao kwa kweli uliendelea kunibabatiza pale ukutani, huku nikiendelea kuyatumbua macho yangu kwa yule mtu alikuwa akiendelea na safari yake. Huyu ambaye anajiita mganga Nzala. Nilidumu nikiwa kwenye ile hali kwa sekunde kadhaa, mpaka pale masikio yangu yalipokusanya mawimbi na kuileta sauti ya Zinduna iliyokuwa ikinifokea sana. We binti, unafanya nini? Unataka kwenda wapi? Sikuwa nimemuelewa. Alisema maneno yale huko akinifokea na kunishika kifuani, kisha akanisukuma kwa kunirudisha nyuma kule ambako tulikuwa tumetokea. Wakati huo Jenerali Muasi aliendelea kutuangalia kama mtu aliyekuwa haelewi kilichokuwa kikiendelea. Nilimtazama Zinduna akiendelea kunifokea kama vile sio yeye tuliyepanga naye mpango uliofeli. Kichwani nikapitiwa na maswali yaliyoshindwa kutokea mdomoni. Mbona unanigeuka Zinduna? Nini kimetokea? Ina maana tuliyoyaongea yote ulikuwa unanidanganya tu au ni nini? Baada ya kunisukuma kwa umbali wa hatua kama 10 kutokea pale kwenye ile kona,
ya karibu na seble, akanikonyeza, kisha akarudi pale alipokuwa amesimama jenerali na kuanza kuongea naye. Lugha aliyoitumia kuizungumza sikuielewa wala kuijua. Haikuwa Kiingereza wala Kifaransa, kwamba angalau labda ningeweza kubahatisha maneno hata bonjour, comment ça va. Ile ilikuwa ni ngeni kabisa masikioni mwangu. Sikutaka kubaki pale kuendelea kusikiliza nisichokielewa. Nirudi zangu ndani ya chumba kile kile nilichokuwepo mwanzo. Moyoni mwangu nilivaliwa na koti la hisia za kusalitiwa. Nilijawa na hasira zilizonitoa machozi na kunipigiza kelele. Nilijiuliza kwa muda mrefu sana nikiwa peke yangu. Nilijiuliza maswali mengi sana kichwani, huku nikimsubiri Zinduna aje kunipa majibu yake. Hakuja mpaka nilipopitiwa na usingizi mzito sana. Muda nilipopitiwa na usingizi sikujua ilikuwa ni muda gani. Lakini Zinduna alipokuja kunitoa kwenye usingizi ambao sikuwa najua ungeisha muda gani, tayari nikawa na hakika kwamba ulikuwa ni usiku wa manane. Karo, amka, muda umefika. Muda wa nini? Na kwa nini nilifanyia vile? Karo, nitakwambia yote, lakini hatuna muda kuzungumza hayo kwa urefu. Niambie Zinduna, kwa nini ulinigeuka? Karo ni mdogo wangu, sikuwa hapa muda huu, na unatakiwa uondolewe hapa punde tu atakapofika. Nikamwambia unazidi kunichanganya dada. Zinduna akaniambia kwamba ilibidi nifanye vile ili aendelee kuniamini. Kama nisingefanya vile, sote muda huu tungekuwa sehemu ambayo ni mbaya. Pengine tungeuawa. Alinijibu hivi kama mtu ambaye alikuwa na haraka hivi. Afu akaendelea. Akaniambia ameniamrisha nikuchome sindano itakayokulaza kwa masaa mengi mpaka pale utakapokuja kuchukuliwa ili usijue unapotakiwa kwenda. Nikamuuliza kwani hapa niko wapi na napelekwa wapi? Niliuliza kwa sauti kavu sana huku nikitaka kuinuka pale nilipokuwa nimelala chali. Akanizuia na kunikandamiza ili niendelee kulala vile vile chali. Alitaka tuendelee kuzungumza nikiwa vile vile nimelala. Lakini kabla hajanijibu kile ambacho nilikuwa nimemuuliza, alininyamazisha. Alafu ghafla ni kama akawa anasikilizia kitu huko nje. Ni kweli kulikuwa na hatua za watu waliokuwa wakija karibu na mlango wa kile chumba tulichopo. Hatua zao tulizisikia dhahiri kwa sababu mlango ulikuwa wazi kwa upenyo kiasi cha kutosha kuipenyeza sauti iliyozalishwa hapo koridoni. Hapa ni Pemba. Zinduna alinijibu haraka haraka kwa sauti ya kunong'ona huku akiendelea na harakati za kuvaa gloves na kushika sindano. Bado aliendelea kuniamrisha nyamaza. Mara watu 4 waliovalia sare za jeshi waliingia. Hawa watu walikuwa wameshikilia silaha za kivita ambazo ukiachilia kuziona kwenye filamu za kivita, kwa kweli sijawahi kuziona tena sehemu nyingine kwa macho yangu halisi. Kabla sijapata muda wa kupiga kelele za hofu na mshtuko, Zinduna aliniwahi, akaniziba mdomo wangu na kunifumba macho kwa kutumia mkono wake. Ni kama vile nilielewa alichokuwa akikitaka, kwamba nilipaswa kujituliza ili wale walioingia waamini kwamba tayari nishadungwa sindano za usingizi. Hata hivyo haikuwa rahisi kwa wale watu kumwamini Zinduna. Hivyo wakataka kuhakikisha kwamba ni kweli nishapotelea mbali na dunia nisiyopaswa kuwepo muda ule. Niliyasikia malumbano ya Zinduna na wale wanaume walioingia mle chumbani. Walikuwa kama wanabishana kitu ambacho sikukielewa. Nikajitahidi kufumbua jicho moja kwa mbali sana ili angalau nione kile ambacho kilikuwa kikiendelea mle chumbani ambacho nilikuwa nikikisikia. Jicho nilifumbua, lakini nilikutana na macho ya mwanaume aliyekuwa akinitazama kwa makini sana. Nikafumba haraka huku moyo wangu ukienda mbio zaidi ya awali. Nikajilaumu sana kwa kitendo cha kufumbua jicho nyakati ambazo nilipaswa kuwa zaidi ya mwili wa marehemu. Bado nilikuwa na fahamu zangu. Na yule aliyeniona alilijua hilo. Nikaanza kuhisi mguso kifuani. Alinigusa kwa ule mdomo wa bunduki yake aliyoibeba. Kiukweli nilihisi maumivu kadri ya kile chuma kilivyokuwa kikikandamizwa kifuani kwangu. Nilijikaza huko nikiugulia kwa ndani. Mara nikaanza kuhisi joto la pumzi zikitua juu ya ngozi yangu ya uso. Kisha zikahamia sikioni, yaani kama mtu ambaye alikuwa ananikagua. Najua umeona na unasikia kila kitu. Tulia. Kiliongelewa Kiswahili fasaha kabisa, kile tunachozungumza wa Tanzania. Nikatamani niafumbue macho yangu nimtazame huyu mwanaume aliyenizungumzisha. Lakini kichwa changu kiliendelea kuchakata neno la mwisho kwenye sentensi yake. Tulia. Alimaanisha nisubiri jambo baya ambalo angenifanyia kama malipo ya maigizo yangu, au alimaanisha kwamba angenisaidia kwa hiyo nitulie kuwazuga wale wenzake? Nilijiuliza hayo maswali mawili.
Ukumbuke alizungumza Kiswahili, lugha tofauti na ile ambayo ilikuwa ikizungumzwa na wale wenzake ambao aliingia nao mle chumbani. Hii ilimaanisha nini? Hii ilimaanisha alikuwa Mtanzania kama mimi au anatokea nchi jirani wanaozungumza Kiswahili. Baada ya Caroline kujieleza mpaka hapo, mwandishi anasema kwamba akamuuliza, lakini umesema kwamba alizungumza Kiswahili cha Kitanzania kabisa, pengine ni Mtanzania? Mwandishi anasema kwamba nilisema huku nikimtazama akiwa kwenye tabasamu pana. Akaniambia utajua tukikutana tena, hiyo ni simulizi ya siku nyingine. Nikatabasamu kisha nikasimamisha simu yangu isiendelee kurekodi, nikaagana naye na kuondoka. Siku nyingine tena baada ya kupata nafasi ya kwenda kumtembelea Chichi, hatukupoteza muda, akaendelea kusimulia mkasa wake pale ambapo alikuwa ameishia mara ya mwisho. Chichi akasema kwamba niliendelea kujituliza nikiwa sijui hatima yangu na yule mwanajeshi aliyenizungumzisha Kiswahili. Purukushani kati ya wale wengine na Zinduna zilikwisha, lakini hazikuonekana kuisha salama kwa sababu yaliibuka majadiliano mafupi kati ya huyu alionizungumzisha Kiswahili na wenzake. Sauti yake ilinikaa kichwani, kwa hiyo niliitambua vizuri, licha ya kuwa nimeyafumba macho yangu. Kwa namna nilivyokuwa nikiwasikia, nilijua kwamba walinipa mgongo. Hapo nilipata nafasi ya kufumbua tena jicho langu na kuwatazama kwa kuibia sana. Niliweza kuwaona wote wanne. Mmoja akiwa amemnyoshia bunduki Zinduna ambaye alikuwa amepiga magoti muda huo, na wengine wawili wakiwa wanazungumza na yule aliyetoka pale kwangu. Mmoja kati ya hao wawili alikuwa ameshika ile sindano iliyokuwa imeshikwa na Zinduna kabla majabali haya hayajaingia chumbani. Majadiliano yaliendelea kwa dakika kadhaa. Kisha mwanaume yule alioniongelesha akawa anarudi tena pale kitandani nilipokuwa nimelala. Bunduki yake ilikuwa na mkanda uliotumika kuifungia mgongoni. Kisha mikono yake ikaikamata mikono yangu na kuivuta kwa nguvu kuja upande aliokuwa amesimama. Mdomo wake ukafika kwenye sikio langu na kwa haraka sana alinong'oneza jambo. Alitumia Kiswahili kile kile kama cha mwanzo. Tunaondoka sasa. Hakikisha upotezi nafasi utakayoipata. Akaniinua na kuniweka begani kama furushi la mahindi. Kwa namna alivyokuwa amenibeba na kunitundika pale begani, kulinifanya kichwa changu kiwe nyuma yake. Nikatumia ile nafasi kumtazama Zinduna aliyebaki pale pale, akiwa vile vile amepiga magoti. Nilimtazama kwa jicho la kutokuelewa kilichokuwa kikinitokea kwa muda ule, na wala yeye hakujua nini cha kufanya. Alibaki akifumbata mikono yake pamoja kwa namna ya kuomba radhi. Pale sebuleni tulikutana tena na jenerali akiwa na askari wengine wawili wakiwa na silaha tofauti na zile walizonazo wale waliokuwa wamekuja kunibeba. Hizi za hao wawili zilionekana kuwa nzito zaidi kutokana na yale maumbo yake. Walizungumza kwa dakika moja kwa lugha ile ile nisioielewa. Kisha mmoja kati ya wale askari waliokuwa wa jenerali akatoka na radio call yake na kuzungumza na mtu upande wa pili. Bado lugha ikawa ni ile ile nisioielewa. Mazungumzo yao hayakuwa marefu, kisha tukaruhusiwa kutoka baada ya mlango kufunguliwa. Hapo nikagundua kwamba mlango wa kutokea lile eneo ulikuwa ukifunguliwa kwa nje. Tena mpaka yafanyike mawasiliano na mtu aliyeko upande wa ndani. Hii ikanithibitishia kwamba kamwe nisingeweza kutoka ndani ya ile nyumba nikiwa mwenyewe. Jambo lingine lililonistaajabisha kuhusu ile nyumba, haikujengwa eneo la kawaida. Yaani ilijengwa ndani ya mlima mkubwa sana uliochongwa kiustadi na kuweka miundombinu yote muhimu. Huu mlima upo kwenye msitu mnene sana usiofikika kiurahisi. Nje ya lile pango lililochongwa mlimani kulikuwa na wanajeshi wengi wenye silaha nzito. Wote hao walikuwa wakililinda lile eneo. Hata sisi tulivyotoka tulishuhudia namna wanajeshi wale walivyokuwa makini sana kututazama. Yote haya niliyashuhudia nikiwa vile vile nimening'inizwa mgongoni. Nilihisi kuchoka na kuumia, lakini nilipaswa kuendelea kujikaza na kuvumilia ili nitafute nafasi nzuri ya kujikomboa. Kama ambavyo nilitafsiri ile sentensi ya huyu aliyokuwa amenibeba, hapo nilishagundua kwamba ni yeye peke yake kati ya wale wanajeshi wote ndiye alikuwa na nia ya kunisaidia. Hatimaye tulilifikia gari, tukatupiwa huko nyuma kama begi. Kisha mwanajeshi mwingine tofauti na yule aliyenibeba akaja upande wa nyuma. Akakaa ule upande ambao nilikuwa nimeweka miguu. Kwa hiyo kwenye gari tukawa watu 4. Mimi na wanajeshi 3. Yule mmoja tulimwacha pale pale nje. Dakika chache mbele tukaanza safari ya kwenda nisipopajua. Niliendelea kufumba macho yangu
huku kwa mbali nikiibia kutazama kile alichokuwa kikifanya mwanajeshi nilikuwa naye huko nyuma. Aliamini kwamba sikuwa najitambua kutokana na ile sindano ya usingizi waliodhani kwamba nilichomwa. Akachomoa bastola ndogo na kuiweka kwenye kiti pembezoni tu mwa mguu wangu wa kulia. Kisha ile kubwa akaifungua ile sehemu ya kupachikia risasi na kukiweka kile kikopo chini. Aliendelea kuisafisha bunduki yake kwa kutumia kitambaa alichokuwa nacho, huku akizungumza na wenzake kwa lugha ile ile nisiyoielewa. Tulitembea kwa umbali mrefu sana, hata sikuweza kuupigia hesabu na kuutambua kiurahisi. Nilipiga jicho pale alipo mwanajeshi niliyekaa naye, alikuwa amesinzia. Moyo wangu ukapiga kama namna ya kumfundisha cha kufanya, ambacho hata hivyo sikukijua. Yule mwanajeshi wa kuniongelesha Kiswahili akachungulia upande wetu, kisha akatabasamu. Akageukia upande wa pili na kumwongelesha yule aliyekuwa akiendesha gari. Sikuelewa alichokisema, lakini ni kama vile alimwambia atupie macho nyuma ili amuone mwenzake alivyopitiwa na usingizi. Dereva hakujua kama aliingizwa kwenye mtego, kwa sababu kitendo cha kugeuka tu likawa kosa lake kubwa sana analojilaumu nalo mpaka huko kuzimu alipoenda. Maana yule mwanajeshi aliyeamua kunisaidia alimfyatua risasi ya kichwa iliyotokea upande wa pili na kuchomoa ubongo. Ule mlio wa risasi ukamwamsha huyu aliyekuwa nyuma, lakini alichelewa kuokota bastola yake kwa sababu nilisukumia chini ya kiti kisha nikanyanyuka. Ile bunduki yake kubwa, bahati nzuri alikuwa keshaitoa kile kibebeo cha risasi, kwa hiyo hakuwa na silaha ya kujitetea, akabaki akiwa anapiga kelele kwa lugha nisiyoijua. Yule mwanajeshi mwema hakumchelewesha, naye akamlipua kwa risasi ya kichwa. Sasa gari likawa linajiendea ovyo kwa sababu dereva alishauawa. Haraka yule mwanajeshi aliyewafyatua akawahi mbele na kukanyaga breki. Lakini kwa sababu ilikuwa ni breki ya ghafla, tukapinduka. Msikilizaji, mwandishi anasema kwamba kufikia hapa nikahamaki. Nikamuuliza kwa mshangao, mlipinduka? Sasa ikawaje kwa yule mwanajeshi? Chichi akasema kwamba kwa bahati mbaya alikufa. La, maskini. Sasa ulifikaje Tanzania na ulifanikiwa kujua kwamba ulikuwa wapi? Maana kuna mahali Zinduna alikwambia kwamba ulikuwa Pemba. Akanambia ndio nilikuwa Pemba. Mwanzoni sikuwa nikijua kwamba kuna sehemu ambayo inaitwa kwa jina hilo, ukiitoa Pemba ya Zanzibar. Nikamuuliza sasa, ni nchi gani nyingine ya Afrika yenye sehemu kama hiyo? Akanambia kwamba nilipelekwa Pemba ya Msumbiji. Kwa kweli hiyo sentensi ilinisisimua sana na kuinua vinyweleo vya mwili wangu. Sikutarajia kama harakati zake za mtandaoni mwishowe zingemfikisha kwenye mikono ya waasi wa Pemba, Cabo Delgado, Msumbiji huko. Na kwa siku hiyo mazungumzo yetu yaliishia hapo kwa sababu muda ulikuwa umeisha. Lakini simulizi ya Caroline haikuwa imeishia hapo. Tukutane katika sehemu ya 3 tena kuelewa nini ambacho kiliendelea baada ya hapo. Mwandishi wa simulizi anaitwa Faisal Madile ambaye anapatikana kwa namba hizi hapo kwenye cover. Unaweza kumtafuta. Kuna wale wenzangu na mimi ambao wanapenda pia kusoma simulizi. Kwa hiyo unaweza kumtafuta Faisali kwa sababu ana simulizi nyingi sana. Asante kwa kunisikiliza, naomba tukutane tena katika sehemu ya 3 kujua nini ambacho kilimpata dada Chichi ama Caroline.